Yes, bwana, story ambayo tumewahi kuipiga katika jukwaa hili kwamba Fabrice Luamba Ngoma anahitajika na klabu kadhaa za Afrika hatimaye limetokea. Na hiyo imetokea baada ya nyota huyu wa kimataifa wa DR Congo kuaga rasmi kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiandika maneno ya hisia ya kuonesha kuaga, akiwaaga viongozi wa Simba, akimwaga kocha wa Simba Fadlu Davids pamoja na mashabiki wa klabu hiyo. Sasa Fabrice Ngoma anaondoka, lakini nani anakwenda kurithi mikoba yake ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba? Tunakwenda kuiangalia hiyo story kwa wakati huu, lakini kabla tujenda kuangalia nani anakuja kumrithi Fabrice Ngoma, klabu ambazo amekuwa akihusishwa nazo tangu kwenye dirisha dogo lililopita kwa maana ya msimu huu 2024 2025 ni klabu ya Al Ittihad Tripoli. Yes, klabu hii kutoka kule Libya. Na yenyewe tumekuripoti pia kupitia jukwaa hili kwamba wanahitaji huduma yake, na hiyo ilitokana na kocha ambaye anafundisha kikosi hicho, Juan Carlos Garrido, raia wa Hispania. Yeye ndiye ambaye alipendekeza Fabrice Ngoma asajiliwe kwenye kikosi cha Raja Casablanca ya kule nchini Morocco. Alipoingia pale Fabrice Ngoma kwa mafanikio, akafanikiwa pia hata kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Lakini alimuona wapi Juan Carlos Garrido? Alimuona wakati akifundisha kikosi cha Raja dhidi ya Vita Club katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Hivyo basi Carlos Garrido akamchukua Fabrice Ngoma na kumuingiza kwenye kikosi cha Raja Casablanca. Baadaye maisha mengine aliendelea. Fabrice Ngoma aliondoka, Juan Carlos Garrido aliondoka, alienda klabu mbalimbali, lakini Ngoma alienda klabu mbalimbali na baadaye akaenda kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa dili ya Ngoma ilivyokuwa, wakati katikati mwa msimu uliomalizika wa 24-25 kwa maana ya mwezi Januari, ilikuwa imebakia miezi 6 katika mkataba wake na wekundu wa Msimbazi, na Al Ittihad Tripoli walikuwa tayari kununua mkataba ambao umesalia kwa maana ya ile miezi 6 ambayo imesalia, lakini Simba hawakutaka iko kitu kitokee. Kwa nini? Kwa sababu walijua wanamhitaji sana Fabrice Ngoma kwenye kampeni yao ya kimataifa kwenye kombe la shirikisho Afrika. Ikumbukwe Fabrice Ngoma, unapotaja wale waongoza njia list A au nambari 1 kwenye kikosi cha Simba kwenye kampeni ya kombe la shirikisho msimu uliopita, basi Fabrice Ngoma jina lake linakaa pale, pengine nafasi ya kwanza au nafasi ya pili kwenye watu muhimu kwenye ile kampeni ya Simba mpaka kufika fainali ya kombe la shirikisho. Lakini hiyo ni klabu ya kwanza ambayo inahusishwa naye, na klabu ya pili ambayo tumewahi kuripoti hapa pia ni klabu ya Hassania Agadir ambayo inapatikana kule nchini Morocco. Msimu uliopita walikuwa chupu kushuka daraja, lakini wamebakia katika ligi na wanafanya mapinduzi kwenye timu yao kwa maana ya kuleta nyota wengi wenye experience ambao wanaweza kuisaidia timu yao kufanya vizuri kwenye misimu inayokuja hapo mbele. Miongoni mwa nyota ambao wamewapeleka kwenye kikosi chao ni kocha ambaye anakwenda pia kufanya kazi kwenye idara ya ufundi kwa ujumla wake, yani kama sporting director humo ndani anaingia. Huyu ni Amir Abdou, raia wa Ufaransa na Komoro. Huyu ndiye ambaye alipeleka Komoro katika AFCON ya kwanza na ndiye ambaye alipeleka Mauritania katika AFCON ya kwanza. Ndio wamemchukua kwenye kikosi chao. Ni moja ya makocha ambao wamesha prove ndani ya bara hili la Afrika licha kwamba kwenye kipindi kifupi. Sasa timu hii iliripotiwa pia kuhitaji huduma ya Fabrice Ngoma ambaye Ngoma amewahi kucheza Morocco. Kwa hiyo aliamini moja nyota ambao anaweza kusaidia kwenye kikosi chao ni Fabrice Ngoma Luamba, na pengine anaelekea huko. Bado mpaka sasa haijawa open wapi anaelekea kwa maana Al Ittihad Tripoli ama anakwenda kujiunga na Hassania Agadir. Ingawaje hiyo sio topic kubwa sana katika session hii katika wakati huu. Watu wanataka kufahamu nani ambaye anakwenda kureplace, anakwenda kuziba pengo la Fabrice Ngoma. Ikumbukwe ndani ya kikosi cha Simba wana viungo wengi, lakini eneo ambalo wana struggle ni kiungo cha ushambuliaji. Kwenye kiungo cha ulinzi inaonekana kama tayari tiba imepatikana kwa maana kuwa na Yusuf Kagoma, ingawaje wataongeza tena kiungo mwingine wa ulinzi, lakini so far tunapozungumza Yusuf Kagoma ameingia kwenye kikosi cha kocha Fadlu Davids moja kwa moja, yuko pale katika safu ya kiungo cha ulinzi. Walisajili akina Augustin Okejefa ambaye ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja. Simba
walisajili Deborah Fernandez ambaye anaweza kucheza kwenye boksi zote, boksi ya ulinzi na boksi ya kushambulia kwa maana ya nambari 8. Na mwenyewe pia ameshindwa kumshawishi kocha kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Lakini mchezaji mwingine ni Mzamiru Yasin, nyota wa Kitanzania ambaye tumeona almost msimu mzima huu kapitia wakati mgumu kupata nafasi licha kuna vipindi ambavyo alikuwa na injuries. Kwa hiyo ukiangalia Simba tangu Fadlu Davids ameanza nayo kwenye kampeni ya msimu huu, amejaribu watu wengi katika hilo eneo la kiungo cha ushambuliaji kwa maana nambari 8, lakini ambaye ameclick moja kwa moja ni Fabrice Ngoma Luamba. Hii ndio nambari 8 ya Simba almost katika msimu mzima huu wa 24-25. Maana yake ndani ya Simba ameondoka mwongoza njia, ameondoka moja ya nyota muhimu ambaye pengine wangeendelea kuhitaji huduma yake. Fabrice Ngoma kuondoka ni kwa namna moja au nyingine, unaweza kuona ni pigo kwa sababu ya kampeni za kimataifa, lakini kwa umri wake miaka 31 unaona kabisa kwamba Simba haijapoteza sana. Maana yake wanaweza kutafuta nyota mwingine ambaye anaweza kwenda kucheza katika hilo eneo kwa maana ya kiungo cha kushambulia. Sasa as it stands, mpaka sasa Simba katika soko la usajili, tumeripoti hapa story kibao za kuhusu Simba katika maeneo ya usajili, lakini nyota ambaye anatajwa kwenda kucheza kama kiungo wa kushambulia, yani nambari 8 ndani ya Simba ni Hussein Badamasi. Huyu sio mara ya kwanza kumjadili, tumeshamjadili mara kadhaa. Sasa wakati huu dili yake inaonekana kuwa na nguvu zaidi. Ndiye mchezaji ambaye inaonekana dili yake huenda ikienda kukamilika. Kwa nini? Kwa sababu ukiachana na ubora ambao yuko nao Hussein Badamasi, lakini pia ni free agent, mchezaji ambaye yupo huru sokoni. Kwa nini? Amemaliza mkataba wake na Tupuisa Mazembe, lakini alishakataa muda mrefu kuongeza mkataba na miamba hiyo ya Lubumbashi, na aliweka wazi mwishoni mwa msimu atatafuta malisho sehemu nyingine. Mshahara ambao anauhitaji ni dola 10,000. Je, Simba wako tayari kwenda kumlipa hiyo fedha? Hatujui. But so far tunapozungumza Hussein Badamasi ndo anaonekana kuwa mbadala. Inawezekana wakaingia sokoni kutafuta kiungo mwingine tofauti na Hussein, au Hussein akawepo na kuongeza mwingine, lakini mpaka sasa kiungo wa ushambuliaji katika makablasha ya Simba ni Hussein Badamasi, miaka 28, nyota wa kimataifa wa Niger na klabu ya TP Mazembe ndo amemaliza mkataba wake. Ni mchezaji ambaye yuko huru. Mazembe walimsajili huyu baada ya performance bora ambayo alionyesha akiwa na kikosi cha Menas, timu ya taifa ya Niger, katika zile fainali za CHAN zilizofanyika 2023 kule nchini Algeria. Niger wakifanikiwa kucheza mpaka hatua ya nusu fainali na wakamaliza nafasi ya 4. Maana katika mshindo nafasi ya 3 walipoteza, wakaenda katika nafasi ya 4. Ile Niger ilikuwa na nyota wengi bora, nyota wengi wazuri, miongoni mwao ni huyu bwana Hussein Badamasi, ndo alikuwa akizima pale katika dimba la juu, kiungo cha kushambulia. Ni bonge moja la mchezaji mwenye pesi nzuri, mchezaji mwenye jicho zuri sana la pasi, creativity milala kwenye ubongo wake. Moja ya nyota ambaye yupo katika maprofile ya Simba Sports Club kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu kwa ajili ya msimu unaofuata wa 2025-2026 na kwenda mbele zaidi. Ni nyota ambaye ana experience tayari, ameshaipata ya michuano ya kimataifa akiwa na Tupuisa Mazembe alikotoka, kwa maana ya kwao Niger, akucheza klabu ambazo zingemfanya afike katika hatua za group stage angalau, lakini akiwa ndani ya Tupuisa Mazembe amefanikiwa kucheza mpaka nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Al Ahly misimu miwili nyuma iliyopita. Lakini msimu huu uliomalizika walishia katika hatua ya makundi kwa maana ya group stage ya Champions League. So mkataba wake umeisha na Mazembe haitokuwepo katika kampeni ya kimataifa msimu ujao. Hawashiriki ligi ya mabingwa wala hawashiriki shirikisho. Hivyo dili ya Hussein Badamasi inaonekana kurahisishwa zaidi kutokana na hayo mazingira. Simba watamnasa ama watachagua kwenda mwingine, but so far tunapozungumza ni Hussein Badamasi ndio jina lake liko juu zaidi katika orodha ya nyota ambao wanahitajika na Simba kwenda kucheza katika nafasi ya nambari 8. Katika mchezo dhidi ya Young Africans kwa maana ya ligi ya mabingwa Afrika, Hussein
Badamasi alicheza mechi moja tu, ile ambayo ilichezwa Lubumbashi, na wala hakufika dakika ya 20. Alipata injury, aliumia, na baada ya kuumia ilikuwa ni pigo kwa kocha Lamine Ndiaye wa TP Mazembe, kwani lazimika kumfanyia mabadiliko, na tukaona TP Mazembe ilipoteza nguvu katika eneo la midfield na hatimaye kushindwa kupata ushindi katika uwanja wake wa nyumbani. Lakini pia katika mchezo wa pili ambao walikuja kucheza hapa Dar es Salaam, mechi walipoteza TP Mazembe, lakini Hussein Badamasi pia hakucheza kutokana na kuuguza majeraha yake. Hivyo ni mchezaji ambaye licha kwamba Watanzania hawakumuona katika mchezo ule kwa maana ya msimu huu kwenye group stage dhidi ya Young Africans, lakini mchezaji ambaye amekuwa muhimili mkubwa kwenye kikosi cha TP Mazembe. Yeye ndo anazima pale pamoja na Boaz Ngalamulume Bato, wanacheza kwa pamoja kwa maana ya double pivot. Mmoja anacheza chini kwa maana ya Boaz Ngalamulume, alafu Hussein Badamasi anasogea katika dimba la juu la kushambulia kwa maana ya nambari 8. Hiyo ni TP Mazembe. Uti wa mgongo ni Hussein Badamasi, yes, kutoka kule nchini Niger. Hii ni Mzinga Sports. Usiache kusubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi ambazo tutakuja nazo na tutazishare kwa pamoja. Mpaka wakati mwingine.